Tarehe 19 mwezi Machi kila mwaka, Kanisa Katoliki huadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria na baba mlishi wa Yesu. Karibu usikilize. Sherehe ya Yosefu mume wa Maria siyo sherehe ya siku nyingi sana, ingawa ilishaenea katika kanisa zima miaka ipatayo 500 iliyopita. Ni miaka 150 tu iliyopita ilianza kupata umuhimu kama tunavyoisherehekea leo hii. Kanisa katika sherehe hii linatualika kumsifu Mungu kwa kumwongoza Mtakatifu Yosefu kuwa mwaminifu kabisa kwa Yesu na Maria, akichangia kwa kiasi kikubwa ukamilifu kwa mpango wa Mungu katika kuukomboa ulimwengu. Tukizichunguza Injili tunashangaa ya kwamba Injili zote 4 hazitupi habari za kutosha kuhusu Yosefu. Mathayo anaongea juu ya Yosefu yale tuliyoyasikia katika Injili ya leo, na tena anapoongea juu ya familia takatifu kukimbilia Misri kuokoa maisha ya mtoto Yesu. Marko mwinjili haongelei lolote kuhusu Yosefu, wala hamtaji kabisa. Luka anamtaja Yosefu mara kadhaa, lakini akimtaja tu akiwa mwamvuli wa Bikira Maria. Jina la Yosefu linatajwa mara 2 tu katika Injili ya Yohana, tena pale ambapo Yesu anatambulishwa kama mwana wa Yosefu. Yohane sura ya 1 aya ya 45 na ile sura ya 6 aya ya 42. Imani kwa Mungu na utii uliodhihirishwa kwa unyofu ulimfanya Yosefu kuwa mkuu katika mpango wa Mungu. Mathayo anatuambia katika Injili yake kwamba Yosefu alikuwa ni mtu wa haki, yaani mtu safi, mwenye msimamo, mwaminifu kwa Mungu na kwa watu jirani, jinsi alivyomchukulia Maria baada ya kutambua kuwa alikuwa na mimba kabla ya ndoa kuthibitishwa, kile anachotueleza Mathayo. Maria hakuwahi kumwambia Yosefu kuhusu ujumbe wa malaika kwamba atachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Katika unyoofu na unyenyekevu, alimwachia Mungu atende lile analoona linafaa na kwa wakati muafaka. Mara baada ya Maria kupashwa habari, alifunga virago na kwenda kumtembelea binamu yake Elizabeti. Na baada ya miezi 3 alirudi nyumbani, na kipindi hiki alama za ujauzito wake zilikuwa dhahiri. Yosefu aligundua hili. Hebu fikiri ni kwa jinsi gani Yosefu aliumizwa na ugunduzi wake. Aliyaweka yote moyoni mwake asitake kumwaibisha. Kadiri ya utamaduni wa Kiyahudi, uchumba ulikuwa ni jambo zito, ni sawa na kuolewa au kuoa. Uchumba na ndoa havikutenganishwa kama ilivyo kwa baadhi ya makabila yetu. Ukweli ni kwamba ikiwa msichana alipata mimba wakati wa uchumba kutoka kwa mume mtarajiwa, mtoto alitambulika kama mtoto halali. Kinyume na hapo, msichana mwasherati na mzinzi kama angepata mimba, mtoto alikuwa haramu, na adhabu ya mama ilikuwa ni kuuawa kwa kupigwa mawe. Yosefu angaliweza kuita wazee wamhoji Maria juu ya ujauzito ule wa ajabu, akimshutumu kuwa mwasherati na mzinzi, na adhabu yake kadiri ya sheria ya Musa ni kupigwa mawe mpaka kufa. Tukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 22 aya 23 hadi ile ya 24. Hata hivyo, Yosefu hakuchukua hatua ile. Mambo mawili yanayojionyesha katika Injili hii. Yosefu alimpenda Maria kweli, tena alimwamini Maria kuwa mwaminifu na asiye na kosa. Pamoja na hayo, kwa kuwa alikuwa ni mtu wa haki, Yosefu hakujifanya kipofu na kumchukua Maria na kumpeleka nyumbani kabla mambo hayajakaa vizuri kuhusu kile kilichotokea.
Kwa upande mwingine, Maria aliendelea katika hali ya ukimya. Katika hali kama hii, Yosefu aliamua kuchukua hatua inayobainishwa na sheria: kumwacha, kumtarikisha kwa siri mbele ya mashahidi wawili, pasipo kumwaibisha na kumshutumu hadharani, na pasipo kueleza sababu za kutalikiwa kwake. Kwa namna fulani, kesi hii ingemrudi yeye mwenyewe. Atashutumiwa na kuhukumiwa kwa kumtelekeza mkewe mtarajiwa baada ya kumpa mimba. Hata hivyo, Yosefu alijichagulia njia hii ili kupokea shutuma zile kwa huzuni kubwa, akitumaini kwamba Mungu atampa namna ya kuvumilia majaribu haya. Ilikuwa ni wakati huu, akiwaza na kuwazua, Mungu aliingilia kati kwa njia ya malaika aliyemtokea na kumwambia, "Usiogope kumchukua Maria kuwa mkeo, kwa maana mimba aliyonayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu." Mathayo sura ya 1 aya ya 20. Yosefu alifanya kama alivyoamriwa na malaika, akamchukua mkewe Maria nyumbani. Mathayo sura ya 1 aya 24. Machoni pa watu wa Nazareti, Yosefu alikuwa fundi seremala maskini, lakini machoni pa Mungu, Yosefu alikuwa mtu wa haki. Kwa ajili hii, Mungu alimchagua awe chombo chake katika kutekeleza kazi yake ya ukombozi wa mwanadamu. Alikuwa mtu safi na mwenye heri. Hata hivyo, Mungu alimtia majaribuni. Mungu aliruhusu apatwe na huzuni ili imani yake kwa Mungu ipate kukua. Yosefu hakuwahi kupoteza imani kwa Mungu, kwa kuwa alijiachilia kwa Mungu kwa moyo mnyofu. Alichaguliwa kati ya Waisraeli wote ili awe kiungo cha mwisho cha ule mnyororo wa wazao kutoka Daudi mpaka Yesu. Yesu alikuwa mwana wa Daudi kisheria kupitia Yosefu. Kupitia Yosefu, unabii wa Nathani unakamilika, mlishi na mtoaji wa mahitaji msingi ya Yesu, na kuwalinda mama na mtoto dhidi ya hatari zote maishani. Kwa kuwa alitekeleza wajibu wake kwa makini kama baba wa Yesu, hakuna katika historia ya wokovu aliyejua kwamba Yosefu hakuwa baba mzazi wa Yesu. Kweli kwamba Yesu alitungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unabaki kuwa siri. Mungu alitufunulia siri hii wakati alipoona unafaa. Tafakari. Baadhi ya watakatifu wamepewa upendeleo wa kuwa wasimamizi wetu kwa sababu ya mastahili ya matendo yao maalum. Lakini Mtakatifu Yosefu ni msimamizi wetu katika kila hali, jambo au hitaji. Haya ni maneno yaliyozungumzwa na Mtakatifu Thomas wa Aquino. Tumsifu Yesu Kristo. Nikutakie sherehe njema. Kwa mfululizo wa maisha ya watakatifu mbalimbali, usisahau kujipatia nakala yako ya kitabu kiitwacho Mfahamu Mtakatifu Somo Wako, kilichoandikwa na Padre Kimario OFM Cape.